peleka pale kama kocha mkuu afu kuanza kipindi hiki na kuatimia mashindano ya Mapinduzi. Nadhani msaada mkubwa utakuwa backup ya Matola, kwa sababu Matola angalau ana msingi wa kumuonyesha njia, na yeye mwenyewe inawezekana alikaa South Africa kwa comfortable, kwa sababu anajua kuna mtu ana misingi ya pale atanisaidia vitu vichache sana kuviboresha. Kwa hiyo kwanza kipindi hiki wana msingi wa kwanza wa Suleiman Matola ambaye ataenda kumsaidia kumpa picha ya kikosi kilivyo, na ndio maana utakuta yeye mwenyewe kapendekeza kwa Matola baki anisaidie, maana yake amefanya research na kujiandaa kwenye mashindano ya Mapinduzi. Yes, ni mashindano ambayo yanaweza kumsaidia kumpa picha halisi, picha ambayo pengine alikuwa anaiangalia Simba kwa South Africa, picha ya kuhadithiwa Simba inachezaje, picha ile ya wao wenyewe walikutana na Selambuchi na Simba aliiona. Sasa anaenda kuiona wachezaji wakiwa mazoezini na kuandaa kwenye mipango yake, maana yake falsafa yake iweze kuingia ndani ya Simba. Itategemea kwenye mchezo wa kiushindani. Kwa mashindano ya Mapinduzi, licha kwamba itakuwa na michezo michache, sidhani kama mchezo wenyewe ya Mapinduzi inazidi mitano mpaka fainali, haizidi mitano. Lakini kwa sababu tu ya ushindani ambao kila timu itaenda kuonyesha, na wachezaji wengi watataka kumuonyesha ubora waliokuwa nao, kwa ataenda kuangalia test. Wakati Matola kwa pembeni akimwambia kuhusiana na wachezaji hawa wengine wakiwa timu za taifa, ataambia hebu tuangalie tuwacheki hawa, lakini kuna mchezaji mwingine yuko timu ya taifa. Kwa hiyo naamini maandalizi ya kocha kuelekea kwenye mashindano makubwa, lakini akitumia hii Mapinduzi, ninaamini kabisa Mapinduzi ataitumia vizuri na inaweza kumpa matokeo ya kujua kikosi angalau kwa michezo michache, kuona ni mchezaji gani ana ubora gani, intensity ya wachezaji, na wachezaji kumbuka ametoka kula ubwabwa wa sikukuu ya Christmas na vitu kama hivyo, wamekaa nyumbani muda mrefu, almost kama wiki mbili kama sio wiki na zaidi. Kwa hiyo bado anataka kurudisha katika ile momentum ya kurudi kwenye mchezo. Kuna kitu anatakiwa kufanya hapa, ni Mapinduzi ni sehemu sahihi kumsaidia bila kwenye mashindano makubwa. Lakini Okello anawakalisha nje, ambao wanacheza nje ya nchi ya Uganda anawakalisha, na Allan Okello ni promising player mkubwa sana. Yaani tunapozungumzia promising player, sasa hivi anapata nafasi anacheza, lakini bado ana matarajio makubwa ya kuwa mchezaji wa kuibeba timu. Kumbuka wakati anacheza na Taifa Stars, Allan Okello ndio huyo ambaye alipewa mpira akapige penalty. Wewe kama sio mchezaji ambao unaaminika mwenye kipaji kikubwa, uwezo ukapewa, licha kwamba penalty alikosa, lakini kupewa mpira nenda kapiga hii penalty. Yaani ni kitu ambacho, hebu kifikiria mara mbili, mchezaji wa aina gani? Kumbuka kuna wachezaji ambao wanacheza nje, wanacheza England, kuna watu wanacheza Ubelgiji, kuna watu wanacheza Ujerumani, sio wanacheza wapi na wapi pale Uganda. Umeelewa? Wengine Marekani wanacheza, lakini wakasema dogo, piga mpira huu. Maana yake ni talent ambayo lazima iheshimike. Alafu kutoa Yanga wanaweza kufanya vitu viwili, kunufaika na yeye kwenye michezo ya kimataifa. Ni mchezaji ambaye anaweza kukupa maamuzi, lakini kibiashara wale ndo ambao mimi naenda kashauri Yanga kwamba unapompata mchezaji wa aina ya Okello, sawa, Okello yule unamsainisha hata miaka 5, unaiangalia vision yake ya value yake baada ya miaka 5 itakuwaje, kwa sababu mwaka wa kwanza akusaidie, wakati mwaka mwingine unamtafuta mtu mwingine ambaye ni bora. Huo mwaka wa pili anakuthibitishia ubora wake, mwaka wa tatu mpige bei kwa bei kubwa. Okello Yanga wataenda kumuuza kwa bei kubwa sana, endapo kama ukiwa na utulivu. Kwa tetesi ambazo nimezipata ni dili ambalo limekamilika, bado tu Vipers wenyewe hawajatangaza dau lao kama wanataka shilingi ngapi. Na Vipers unajua ni watu ambao wagumu pia nao kuwatoa wachezaji. Kwa kuwa unakumbuka Simba ilipata wakati mgumu sana kumpata Siza Manzoki, unakumbuka. Kwa hiyo muda mwingine wakiwa na misemo yao wanakuwa na misemo kweli kweli. Lakini kama pia wakigoma kumuuza Allan Okello, Yanga wataenda kupata kwenye ganda la ndizi mtelezo kitonga. Maana yake ni kwamba amebakiza miezi 6 tu. Miezi 6 kwa mchezaji ukibakiza, kwenye kanuni za FIFA zinaruhusu klabu yoyote inaweza kuzungumza na mchezaji, lakini kwa sharti moja, tuma email. Amesoma kuisoma, lakini wewe tuma email kwamba bwana nazungumza na mchezaji wako fulani. Ukishatuma ile email, unaruhusu kuzungumza na management yake na mchezaji mwenyewe, mkaongea mpaka atalipwa shilingi ngapi kwenye timu yako ukimchukua. Kwa hiyo anaweza kana anacheza Vipers huko akiwa tayari anaifikiria kwenda kuchezea Young Africans. Kwa hiyo Vipers wachague kunyoa au kusuka. Kama wataamua kusuka ni kumtoa kwa Yanga. Bwana kiasi hiki hebu mchukueni.
napo Yanga wakiona Vipers wanapeleka tamaa kubwa, Yanga akasema basi kwenye tamaa bwana, bakini naye sasa, mtumieni kwa miezi 6 sasa mpaka mwezi wa 5 umeisha, watamchukua bure, yani ganda la ndizi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kitaenda kutokea kwa Okello, kwa sababu ni sikia za ndani mpaka nyumba katafutiwa. Alafu kizuri yani hapa Tanzania urahisi wake mkubwa. Unajua ukiwa na mtu ambaye unamheshimu yuko kwenye taifa fulani au eneo fulani, rahisi sana kumuulizia mazingira au yeye kukukonvince. Aucho ni mtu ambaye meneja wa Okello ndo meneja zamani wa Aucho ndo meneja sasa hivi wa Okello. Maanake agent ambao pia alikuwepo Okello kipindi au Aucho kipindi cha nyuma ndo alikuwepo na yuko na Okello sasa hivi. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna urahisi pia wa convincing power. Wakati wote Okello atakuwa mwananchi, na bahati nzuri ameona jinsi ambavyo hata kwenye chani licha kwamba alikosa goli lakini jinsi ambavyo anacheza Yanga wenyewe wanafurahi kuona kwamba tumechukua chuma na hakiwezi kuwa na muda mrefu kukaa pale Jangwani. Lazima kuna timu kubwa sana kugonga hodi, kwa sababu ukicheza kwenye Yanga timu nyingi zaanza kukufuatilia. Inawezekana hawajamuona vizuri akiwa Uganda. Akiwa Yanga tutasikia hodi. Bwana tuna bilioni 3 hizi tunataka kijana, bilioni 4 5. Mwisho wa siku watu wanapata hela. Tuseme Lidi Aucho anachangia zaidi kwa Okello kujiunga na Young Africans kwa asilimia kubwa, na nimesema kwamba agent ya Aucho wa kipindi cha nyuma ndio ambayo yuko nayo Okello sasa hivi. Kwa hiyo bado kuna mawasiliano. Alafu Okello anamheshimu sana Aucho na wote wako timu ya taifa. Unafikiri wanazungumza nini kuhusiana na Yanga? Wanazungumza nini kuhusiana na maisha ya Tanzania? Ina maana convince kwamba mdogo ukienda pale ni rahisi sana. Kuna mchezaji ambaye anaitwa Mzize alitajika na timu kadha wa kadha kwa sababu yuko Yanga. Kwa hiyo rahisi sana pia kuonekana ukiwa Yanga kwa sababu ni kubwa kibiashara. Kwa hiyo hata mwenyewe ataanza kuona kumbe pale nitakuwa nimekaa sokoni, hebu niende. Si umenisoma? Kwa hiyo vyote hivyo vitakuwa na msukumo mkubwa wa Lidi Aucho, kwa sababu pia wanatoka taifa moja, timu moja ya taifa. Lidi Aucho wanashare management ambayo alikuwepo mara kwanza, amepita Yanga. Lidi Aucho mpaka dakika hii amekuwa ni mtu wa karibu nao. Kwa ni vitu ambavyo vina ushawishi ambao sioni shida yote kwa Okello kutoa Yanga. Simba wamekuwa kimya kipindi hiki cha usajili, hasa kwenye maboresho ya kikosi chao, lakini kocha mpya tayari ameshaingia Wekundu wa Msimbazi, lakini ni siku za hivi karibuni jana ndo amejiunga na kikosi, yani ameingia hapa Tanzania. Kwa kocha kuja kwa kipindi kama hiki